Kichwa. Ndio. Unaweza enda na Bayern. Bayern kichwa. Bayern kichwa. Labda nini? Kwa sababu na kwa wale watu wa kuweka over, unaweza weka over 1.5. Over 1.5. Maana Real lazima watafunga bao na Bayern watafunga zaidi ya mabao mawili. Ndio. Maana mimi nimefuatilia Bayern. Ndio. Bayern is my best team in Bundesliga. I do support Bayern. I don't know and I can't guess anymore. Niko really safi. I said it before. Sasa tunaona hukujiamini. Haya, Real Madrid dhidi ya Bayern kichwa. Sporting CP dhidi ya Arsenal, Sporting kichwa. Barcelona dhidi ya Atletico Madrid, Barcelona kichwa. PSG dhidi ya Liverpool, PSG kichwa. Kwa mara nyingine tena tunakutana ndani ya kichupa cha EPL Mtaani, kitengo cha Chemsha Bongo Live kinachopima ufahamu wa mashabiki wa soka kote ulimwenguni kuhusiana na vilabu vyao. Leo tupo naye shabiki wa klabu ya Manchester City. Je, anaifahamu Manchester City au anafuatilia matokeo tu? Tunakwenda kujua muda usiokuwa mchache. Mambo vipi kamanda? Poa sana. Wanakuitaje? Wananiita Newton Mwangemi. Mwangemi? Naam. Newton, uko tayari tuingie kwenye kitengo cha Chemsha Bongo Live? Niko tayari. Kabisa. Safi. Swali la kwanza. Ni nani kocha mkuu wa Manchester City msimu huu wa 2025-2026? Mr. Pep Guardiola. Correct. Mshambuliaji Erling Haaland anatafuta kufunga goli lake la kwanza kabisa ndani ya dimba la Wembley msimu huu baada ya majaribio mangapi kushindikana hapo nyuma? Baada ya majaribio 7. 7. Correct. Katika dirisha la usajili la majira ya joto mwaka 2025, Manchester City ilimsajili kipa yupi maarufu raia wa Italia kwa kima cha paoni milioni 26? Walimsaini Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Correct. Swali la 4, ni kinda yupi raia wa Uingereza aliyepata nafasi ya kuanza kwenye fainali ya Carabao Cup mwezi huu badala ya Donnarumma? James Trafford. Correct. Swali la 5, Manchester City ilitumia kiasi kikubwa cha pesa mwezi Januari mwaka 2026 kumsajili beki yupi wakati raia wa Uingereza kutoka Crystal Palace? Gui. Mark Guehi. Correct. Swali la 6, ni mchezaji yupi kinda ambaye amekuwa akianzishwa mara kwa mara kwenye kiungo cha Manchester City msimu huu na kuvaa jezi nambari 75? I don't know and I can't guess anymore. Niko really safi. I said it before. Sasa tunaona hukujiamini. Haya. Safi. Swali la 7, katika hatua ya 16 bora ya UEFA Champions League mwezi huu, Manchester City iliondolewa na klabu gani ya Uhispania? Real Madrid. Correct. Swali la 8, ni mchezaji yupi mbunifu raia wa Ufaransa aliyesajiliwa msimu huu kutoka Olympique Lyonnais na kupewa jukumu la ubunifu dimbani? Ryan Check. Correct. Swali la 9, Manchester City itakutana na mpinzani yupi mkubwa katika hatua? Swali la 9, Manchester City itakutana na mpinzani yupi mkubwa katika hatua ya robo finali ya FA mwezi ujao, mwezi wa Aprili? Liverpool. Correct. Ni beki yupi raia wa Croatia ambaye amekuwa akikosekana kwenye kikosi cha Manchester City hivi karibuni kutokana na jeraha la misuli? Waingereza wanasema calf injury. Josko Gvardiol. Correct. Swali la 11, ni nani nahodha mkuu wa kwanza first captain wa Manchester City kwa msimu huu wa 2025-2026? Bernardo Silva. Ruben Dias. La 12, Manchester City ilipoteza mechi ya marudiano ya Champions League dhidi ya Real Madrid kwa mabao mangapi ugani Etihad? Mawili kwa moja. Correct. Swali la 13, ni mchezaji yupi raia wa Ureno aliyepata kadi nyekundu katika mchezo wa usiku wa Ulaya dhidi ya Real Madrid msimu huu? Kapteni wa pili Bernardo Silva. Correct. Ni mchezaji yupi wa pembeni winger mwenye asili ya Ghana aliyesajiliwa msimu huu kutoka Bournemouth na amekuwa aking'ara sana kwa kasi yake? Na huyu jamaa anafanya kazi mzuri sana, Antonio Semenyo. Correct. Swali la 15, Manchester City
Swali la 15, Manchester City itacheza fainali ya EFL Cup au Carabao Cup dhidi ya timu gani usiku wa leo saa 1:30? Arsenal, wapinzani wakubwa sana. Correct. Ni kiungo yupi mkabaji DM raia wa Uhispania ambaye bado anachukuliwa kuwa mchezaji muhimu zaidi irreplaceable kwenye mfumo wa Pep Guardiola na aliwahi kushinda taji la Ballon d'Or? Rodri. Correct. Swali la 17, ni beki yupi mkongwe raia wa Uingereza ambaye amekuwa akicheza kama inverted fullback upande wa kulia msimu huu? Beki kutoka Uingereza. Mkongwe. Si mkongwe vile, yani mkongwe ni mtu mzee. Mkongwe ni kama leo tulikuwa na wakongwe wengi. John Stones ni mkongwe. Ukiangalia ni mkongwe. Umeshika John Stones anatokea Uingereza, sio? Anatokea Uingereza. Safi. Swali anatokea Uingereza kabisa, lakini si mkongwe. Ba mdogo yule. Safi. Swali la 18, Manchester City ilishinda mechi yake ya kwanza ya Premier League msimu huu 2025-2026 dhidi ya klabu gani? Mechi ya kwanza kabisa IPL 2025-2026. Haukumbuki? Wolves. Correct. Swali la 19, ni mchezaji yupi aliyetoa pasi ya goli, Waingereza wanasema assist, kwa Haaland katika dabi ya Manchester msimu huu iliyopigwa Etihad? Nadhani hili ni dabi ambalo mliweza kumnyorosha Manchester United magoli 3 kama sijakosea. Nani alipeana hiyo pasi kwa Haaland? Phil Foden. Correct. Swali la mwisho na la 20, hadi kufikia sasa Manchester City inashikilia nafasi ya ngapi kwenye msimamo wa Premier League? Nafasi ya pili. Kwa alama ngapi? 61. Correct. Safi sana. Huyo ni shabiki sugu wa klabu ya Manchester City kwa jina la Newton, akisema kwamba ana imani kwamba Manchester City watakwenda kuibuka na ushindi vile kwenye mechi usiku wa leo dhidi ya klabu ya Arsenal. Ameweza kupata 98% ya maswali ambayo tumeweza kumpa. Zungumza nasi katika mitandao ya YouTube na vile TikTok @SportGiantsTV. Tuambie wewe kama shabiki wa klabu yoyote katika ulimwengu huu unaweza ukapata maswali mangapi kati ya hayo 20? Mimi ni Kinda Mkandamizaji Wycliffe Musau, na moja kwa moja tunakwenda kuzama ndani ya kitengo cha ubashiri wako. Leo tunabadilisha mitabendi, tunaingia ndani ya ratiba ya kombe la klabu bingwa barani Ulaya. Tunakwenda kuangalia mechi za robo finali, mechi 4 ambazo zitakwenda kupigwa katika tarehe 7 na vile tarehe 8 mwezi ujao, mwezi Aprili. Uko tayari tuingie kwenye Chemsha Bongo Live? Niko tayari. Safi. Mechi ya kwanza tunakwenda kuangalia tarehe 7, itakuwa ni mechi kati ya Real Madrid na Bayern Munich saa 4 usiku ndani ya uga wa Santiago Bernabeu. Kwa wale watu wa kuekelea kichwa, unaweza enda na Bayern kichwa. Bayern kichwa. Labda nini? Kwa sababu na kwa wale watu wa kuweka over, unaweza weka over 1.5. Maana Real lazima watafunga bao na Bayern watafunga zaidi ya mabao mawili. Ndio. Manake mimi nimefuatilia Bayern. Bayern is my best team in Bundesliga. I do support Bayern. Hata mimi kabla ya kuteswa pale na Chelsea, mimi ni shabiki sugu wa Bayern Munich. Safi. Haya. Mechi ya pili, Sporting CP dhidi ya Arsenal wakiwa ndani ya uga wa Estadio José Alvalade ndani ya jiji au taifa la Portugal saa 4 usiku. Ubashiri wako wa mechi hiyo? Ubashiri wangu wa mechi hiyo ukiweka over 0.5. Yes, kwa all team. Kwa game zote. Manake Sporting Lisbon pia si mzuri, anajitahidi Sporting. Na Arsenal pia so mbaya pia, ni mzuri. So kufungana inaweza kuwa ngumu. Ukiona game yao wakicheza na Bodo Glimt, at least Bodo Glimt ni nzuri, lakini uliona game yao ya marudiano venye ilikuwa bao 4-0. So Sporting Lisbon pia ni mzuri na Arsenal pia ni mzuri. Sporting Lisbon wako na defense, pia Arsenal pia wako na defense.
So wale walinzi wao na wale walinzi wengine ukiweka over 1.5 over 0.5 hiyo first half unaweza kuwa umechukua tayari. Lakini sasa over 0.5 ni odd ndogo sana. Si ungewapa labda kichwa ama home ama draw, away ama draw? Maybe away team to score. Away team. Away team ishinde. Arsenal ishinde. Washinde hiyo game Washinde hiyo game. Safi. Haya. Siku ya Jumatano Aprili tarehe 8, Barcelona wanaikaribisha Atletico Madrid ndani ya uga wa Estadio Olympic Luis Campanis au Camp Nou saa 4 usiku dhidi ya klabu ya Atletico Madrid. Ubashiri wako wa mechi hiyo? Barcelona watashinda. Barcelona watashinda wakiwa nyumbani. Lakini wakienda kwao kule watapigwa kule. Yeah. Safi. Mechi ya mwisho kabisa quarter finali au robo finali, Paris Saint-Germain ya Ufaransa dhidi ya Liverpool saa 4 usiku ndani ya uga wa Parc des Princes. Ubashiri wako? PSG waweke kichwa. Kichwa PSG. Kichwa PSG. Bao ngapi pale ukiangalia? Nikiangalia kutakosekana bao 3. Over 2.5 waweke pia. Za PSG. Safi. Za PSG peke yake. Bao 3. Safi. Mtazamaji, mimi nitakupa ubashiri wangu vile vile kwenye robo finali ya UEFA Champions League. Mechi kati ya Real Madrid na Bayern Munich. Hapa kuna goal. Cheza na GG. Na pia unaweza ukacheza kichwa kwa Bayern Munich. Sporting CP dhidi ya Arsenal. Nadhani vile vile kuna GG, lakini nilipotazama mechi kati ya Sporting na klabu ya Bodo niliona Sporting ni wagumu. Kwa hivyo nawapa Sporting waweze kushinda mechi hiyo dhidi ya Arsenal, na vile vile Barcelona dhidi ya Atletico Madrid, Barcelona kichwa, na vile vile GG kwenye mechi hiyo. Paris Saint-Germain dhidi ya Liverpool, PSG dhidi ya Liverpool, na wapa PSG kichwa ama over 2.5 goals ndani ya mechi hiyo. Siwapigi upato kabisa Liverpool, najua watanyoroshwa mabao mengi sana na PSG. Kama walivyomfanyia Chelsea ndivyo watamfanyia Liverpool, kwa sababu Liverpool wamempoteza kijana wao Hugo Ekitike na vile vile Alexander Isaac ako kwenye mkeka. Kwa hivyo wata struggle sana kuweza kumpiga Paris Saint-Germain akiwa nyumbani. Kwa hivyo ubashiri wangu Real Madrid dhidi ya Bayern kichwa. Sporting CP dhidi ya Arsenal, Sporting kichwa. Barcelona dhidi ya Atletico Madrid, Barcelona kichwa. PSG dhidi ya Liverpool, PSG kichwa. Naam, hapo ndipo tunakwenda kuhitimisha kipindi chetu cha EPL Mtaani. Leo tulikuwa tumeunganisha pamoja na UEFA Champions League. Mimi ni Kinda mkandamizaji Wycliffe Musau, na upande wa kulia tupo naye shabiki shakiki kwa jina la Newton Mwangemi, ambaye alikuwa anasimama nafasi ya shabiki sugu wa klabu ya Manchester City. Hadi Jumapili ijayo, na kuaga kwa msemo kwamba mwamba ngozi huvuta na kwake. Kwa heri.